Asante. Mimi naitwa Joseph Tadayo, ni mbunge wa jimbo la Mwanga. Taaluma yangu mimi ni mwanasheria na kazi yangu ambayo nimefanya kwa miaka zaidi ya 20 ni kazi ya uwakili wa kujitegemea, hasa masuala ya mahakamani, litigation. Sasa kama ambavyo jana mmeona kwenye vyombo vya habari, kumekuwa na mtafaruku mkubwa kidogo kwenye mahakama ya Kisutu juu ya haki ya watu kwenda kushuhudia kesi inayoendelea dhidi ya mwenyekiti wa Chadema, ndugu yangu na rafiki yangu Tundu Antipas Lissu. Ni kweli kama watu wanavyosema kwamba ipo haki ya wananchi na watu wote kushuhudia kesi ya jinai hasa inapoendelea katika open court. Lakini kama ilivyo haki yoyote ile hapa duniani kwamba hakuna haki ambayo ni absolute, ambayo yani kila kitu wewe ukishakuwa ni haki yako basi utakuwa upate haki yako dhidi ya vitu vingine vyote. Kinachosumbua hapa ni public pressure, yani shinikizo la jamii wakati kesi la umma wakati kesi inaamuliwa, na mbaya zaidi ni kwamba hili ni shinikizo ambalo watu wanaitiwa kwamba njoni mkasikilize kesi. Sasa lazima tuangalie kwamba vyombo vya dola vinalo jukumu kama ambavyo vinalo jukumu la kuhakikisha kwamba hapa bungeni tunafanya kazi zetu kwa amani, kama ambavyo lina jukumu la kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi kwa amani, pia ina jukumu ya kuhakikisha kwamba mhimili mwingine unaoitwa mahakama unafanya kazi zake katika hali ya utulivu. Sasa kuna nyakati ambapo kunakuwa na haja ya kubalance kati ya haki hii ya watu kusikiliza kesi na kushuhudia dhidi ya utendaji wa haki wenyewe, delivery of justice itself. Iko mifano mingi ambapo shinikizo kutoka kwa umma, public pressure, limevuruga kesi. Kwa wale wanaokumbuka, hapa Dar es Salaam kulikuwa na kesi moja ambayo ilikuwa inaendeshwa na Dr. Lamwaya akimtetea marehemu kaka yetu Dr. Lamwaya akimtetea mtuhumiwa mmoja wa madawa ya kulevya, na jaji alikuwa ni Jaji Makanja. Wakati kesi inaendelea, Radio Tanzania Dar es Salaam ikatoa shinikizo la kuonyesha kwamba yule mshtakiwa ni lazima atiwe hatiani na mahakama isipofanya hivyo itawashangaza wananchi. Jaji Makanja lazima kuitupia mbali ile kesi kwa sababu alisema tayari kumeshakuwa na public pressure, katika maana kwamba redio ambayo ni redio ya umma, redio ya serikali, na serikali ni mmoja kati ya parties kwenye ile kesi, imesha hukumu kesi tayari kwa kuishawishi jamii kwamba yule mtu ana makosa. Kwa hiyo akasema huyu nikimwachia nimeogopa pressure, nikimhukumu basi nitaonekana labda nimehongwa kama ambavyo ile public pressure inavyodai. Kwa hiyo akamwachilia. Kwa hiyo shinikizo la umma huwa linavuruga utoaji wa haki. Na hata ukiangalia kwenye historia, twende kwenye kesi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kesi ile Pilato aliona kabisa haki iko hapa, lakini kila akitaka kutenda haki anapata shinikizo la umma, asulubiwe. Mwisho akalazimika kuomba bakuli la maji, anawe mikono, aseme jamani, mimi sioni hatia, lakini mchukueni mtu wetu. Sasa hilo ndio linalotokea pale ambapo umma unaposhinikiza wakati kesi inaendelea au wakati swala la haki linajadiliwa. Lakini pia kwa wasomaji wa Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume wanaosoma, kesi ya Mtume Paulo ilicheleweshwa kwa zaidi ya miaka 2 kwa sababu ya public pressure. Kila wakitaka kuiamua watu wamejaa hapo nje. Mfalme akasema hapana, nikiamua uamuzi wangu usipowapendeza wao walioko hapa nje, basi ina maana watamdhuru huyu mtu. Mpaka ilipo lazima kumhamisha kutoka mji mmoja kwenda mwingine, alisindikizwa na askari 200 wa farasi. Hebu fikiria. Kwa hiyo swala zima la public pressure kulimanage ni lazima pale ambapo kesi hata kama ina public interest, lakini public interest itakuwepo pale tu ambapo haki itatendeka. Kwa hiyo nitaka tu kulisema hilo kwamba pamoja na kwamba ni haki, lakini hiyo haki lazima iangalie pia upande wa balance ile ya delivery ya justice yenyewe. Mahakama zetu ni chombo cha kikatiba, inatenda haki kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo lazima iwekewe mazingira ambayo itatenda haki katika mazingira ambayo haki itaonekana inatendeka.